Kasoro nyingine tulisema ni saratani ya damu, yani blood cancer. Tulisema ni saratani ya damu au blood cancer. Saratani ya damu inatokea au saratani yenyewe inatokea baada ya ongezeko lisilo la kawaida la seli katika mwili wa binadamu. Kwa tukisema saratani ya damu, maana yake ni ongezeko ambalo silo la kawaida la baadhi ya seli ambazo zinaunda damu. Inaweza ikawa ni seli nyekundu za damu. Sasa ikitokea kuna ongezeko lisilo la kawaida ambalo linasababisha seli kuwa nyingi zaidi kupita kiwango, basi ile inasababisha saratani ya damu. Na tunajua kwamba seli nyekundu za damu zinaishi kwa siku 120, yani miezi 4 kabla hazijafa na kutengenezwa nyingine. Kwa hiyo endapo itatokea hizi seli labda zikawa zinazalishwa kwa wingi kupita kiwango na hazijafikia kiwango cha kufa, basi zinakuwa ni nyingi zaidi kwenye damu, zinasababisha kitu kinaitwa saratani ya damu, yani blood cancer. Na mara nyingi saratani ya damu huwa inaathiri sehemu ambapo seli zinatengenezwa. Kwa mfano, seli nyekundu za damu zinatengenezwa katika uroto mwekundu wa mifupa. Kwa hiyo saratani ya damu inaenda inaathiri pale. Kinakuwa ni kama kiwanda ambacho kina produce au kinazalisha vitu vingi au malighafi nyingi ambayo mpaka soko linazidiwa. Kwa hiyo saratani ya damu na chembe za damu nyekundu zikizalishwa kwa wingi kupita kiwango, basi kunakuwa na uzalishaji mkubwa na holela wa seli zile, na hali hiyo inasababisha saratani ya damu. Na chanzo cha saratani ya damu hakijulikani, hakijawa wazi sana mpaka sasa. Saratani ya damu haina chanzo maalum. Inaweza ikawa chanzo chake ni matumizi ya kemikali, vitu vyenye kemikali nyingi. Kwa mfano vyakula vyenye kemikali, vipodozi ambavyo vina kemikali nyingi na kemikali kali ambazo ni sumu. Inaweza ikawa ni chanzo chake moja wapo. Lakini pia matumizi ya vilevi na madawa ya kulevya pamoja na uvutaji wa sigara inaweza ikawa inasababisha saratani ya damu. Lakini pia chanzo kingine inaweza ikawa ni kuhusiana na kurithi. Unarithi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, inaweza ikawa pia ni chanzo. Ila pia chanzo kingine inaweza ikawa ni athari za mionzi kutoka kwenye vifaa vya kielektroniki ambavyo tunatumia, kwa mfano kompyuta, lakini pia mfano mashine za x-ray zile ambazo zinakuwa na mionzi mikali, inaweza ikawa ni chanzo pia cha saratani ya damu. Lakini hakuna chanzo maalum ambacho kinaweza kutambulika na kujulikana kwamba sasa hiki ni chanzo cha saratani ya damu. Saratani ya damu ina dalili zipi? Unawezaje kujua kwamba nimeathirika na saratani ya damu? Saratani ya damu, dalili yake ya kwanza ni homa na uchovu wa mwili. Unapata homa kali, lakini pia unakuwa na uchovu mkubwa wa mwili. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kupoteza uzito kwa kiwango kikubwa. Unashangaa uzito wako unapungua kwa kiwango kikubwa sana. Ulikuwa labda na kilogramu 60, alafu ghafla wiki 2, wiki 3 unashangaa una kilogramu 20 au 15. Sasa inakuwa ni upungufu mkubwa sana wa uzito ambao mtu anaupata. Lakini pia dalili nyingine inaweza ikawa ni kuvimba kwa tezi, kuvimba kwa ini, lakini pia kuvimba kwa bandama au wengu. Viungo hivi vikivimba, basi inaweza ikawa ni dalili kwamba mtu huyu ana saratani ya damu. Lakini dalili nyingine ni kuvia damu chini ya ngozi. Shangaa mtu damu inavuja ndani kwa ndani. Sasa hiyo ni dalili ambayo inaweza ikaonyesha kwamba huyo mtu anaweza akawa na saratani ya damu. Ila dalili nyingine ni maumivu ya mifupa. Mtu anakuwa na maumivu ya mifupa pamoja na upungufu wa damu
mwilini. Unapopima kiwango cha damu unakuta ni kidogo zaidi. Inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya saratani ya damu au blood cancer. Lakini tunawezaje kujikinga na saratani ya damu? Saratani ya damu tunaweza kujikinga kwa kuacha kutumia dawa ambazo zinaathiri vinasaba vya urithi au DNA. Kwa hiyo kuna madawa ambayo ukitumia kwa muda mrefu yanaweza yakaathiri vinasaba vya urithi. Kwa namna hiyo unaweza ukashangaa ule ugonjwa unaenda kwa kurithisha. Unatoka kwa baba unaenda kwa mtoto. Kwa sababu tu baba alitumia madawa ambazo ziliathiri vinasaba vya urithi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni njia mojawapo kuepuka kutumia madawa ambayo yanaathiri vinasaba vya urithi. Lakini pia njia nyingine ya kuepuka na tatizo hili ni kuacha kutumia vipodozi. Vipodozi au dawa zenye kemikali zenye sumu. Vipodozi vingi vinakuwa ni kemikali ambazo zina sumu. Kwa hiyo ushauri kwa mabinti na wakaka ambao wanatumia vipodozi, basi tuepukane na vipodozi ambavyo tunavitumia, aidha kubadilisha ngozi na kufanya nini. Kwa hiyo tukiepukana na hivyo tunaweza tukaepukana na saratani au kansa ya damu. Tunaweza tukaachana nayo. Mtu kwa rangi aliyonayo Mungu aliyomuumba, basi anaridhika nayo. Kwa hiyo ameepukana na kutumia vipodozi. Lakini pia njia nyingine ni kupunguza matumizi ya vifaa vyenye mionzi mikali. Kwa mfano matumizi ya simu. Mtu unakuta simu iko kiganjani, machoni muda mwingi mrefu, au matumizi ya kompyuta kwa muda mrefu, au matumizi ya mashine za mionzi, kwa mfano x-ray. Wale wanaofanya kazi katika hospitali na katika vyumba hivyo, basi wanashauriwa kuepuka matumizi makubwa ya hivyo vifaa, au kuvaa vifaa mbadala ambavyo vinasaidia kupunguza ile athari ya mionzi, labda kwa mfano miwani au mavazi maalum ambayo mtu anaweza akavaa na ikapunguza athari za mionzi hiyo. Mfano wale wanaoingia migodini kuchimba madini na nini, wao wanavaa mavazi maalum ambayo yanasaidia kuepukana na ile mionzi mikali inayoweza kuathiri miili yao. Lakini pia njia nyingine ni kufanya mazoezi. Tujitahidi kufanya mazoezi ya viungo na mwili kwa ujumla ili kuweza kuepukana na hii saratani ya damu. Lakini pia njia nyingine ni kufanya vipimo vya mara kwa mara. Unapopima unajua basi afya yako ikoje. Kufanya vipimo vya mara kwa mara, ila pia tujitahidi kutumia vyakula ambavyo vina madini au vina madini ambayo yanasaidia kuimarisha damu. Kwa mfano vyakula vya vyenye folic acid, au vyakula vyenye madini ya chuma, ili kuweza kuimarisha mfumo mzima wa mzunguko wa damu. Kwa njia hizo tunaweza tukaepukana na tatizo la saratani.